Karibu Tabora, karibu Toronto. Mimi naitwa Frida Mndolwa, ni mama askofu wa kanisa Anglikana Tanzania. Leo niko hapa Tabora kwa ajili ya kuhudhuria mkutano wa kina mama wa umaki ambao unafanyika hapa. Mkutano umeshafunguliwa, kwa hiyo tunaendelea na maadhimisho hayo. Kwa sasa hali ilivyo kwa maisha ya binadamu na hasa kwa ajili ya kanisa na mama, tunajua kwamba mama ndio mlezi wa familia kuanzia ngazi ya watoto na hata ndio mlezi pia wa baba. Kwa hiyo tunazuia, tuko kwenye preventive measure zaidi. Tunafundisha wamama kwa sababu kuna changamoto nyingi za maisha. Tunazuia ili wasielekee huko. Ndio maana tunafundisha elimu ya afya ya akili. Sababu kuna vitu ambavyo vinachangia mpaka kufikia kwenye ugonjwa wa afya ya akili. Kwa hatutaki ifike huko. Ndio maana tunafundishana mapema. Tukijua kwamba mama huyu tunayemwelekeza sasa hivi ni mwalimu kule kwenye parish zake. Kila atakachokipokea hapa ndicho ambacho atawafundisha na kuelekeza wengine kule. Afya ya akili inaanzia huko kwenye malezi, kwa sababu ili mama asipate msongo wa mawazo, maana yake asivurugwe na familia, asipate changamoto zinazogusa watoto. Kwa hiyo mama akielewa namna gani atazuia, ataweza kuwalea watoto kwenye malezi yanayopasa ili wasimsumbue. Na pia hata yeye mama huyo mwenyewe tumeelekezana, kwa sababu siku hizi kuna mikopo pia hatarishi. Mama asijiingize kwenye mikopo hatarishi itakayompelekea kumletea shida hata baba. Kwa hiyo akichanganya na mambo ya kiroho na Biblia itamlimit asielekee huko kwenye kuchanganyikiwa kwa ajili ya mambo ya mikopo isiyokuwa rafiki. Tuko kwenye nguzo ya umaki ambayo ni nguzo ya 5 ya umaki. Tuna nguzo ambazo zipo kwenye umaki ambazo zinaelezea mambo ya makusudi 5 ya umaki. Na yote yanalenga kwenye jamii, kulea watoto, kuwalea wajane, kila sehemu inagusa. Kwa hiyo yote ipo kwenye kuelezea makusudi hayo ya umaki, kuzuia zaidi ili madhara yasitokee baadaye. Karibu Tabora, karibu Toronto.